Team JC, Team JC mpo makini sana 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 sana. Of course nimepitia komenti zenu zaidi ya 150 kutazama yale yote ambayo mliyajibu baada ya mimi kuwauliza ya kwamba je, unahisi huyu aliyefanya utekaji na mpaka mwamba kabaki kushtuka bila kuamini macho yake ni nani? Kwenye comment watu wana nishati. Watu mmevuna nishati. Hongereni sana bana, sana sana sana. Na tunasonga mbele sasa, sawa langu jina ni Lucas Lumba, simtarashaji alitontoni. Basi JC anatuambia kwamba nikakaza uangalifu kuielekea sauti ambayo nimesikia. Ikiwa ndio huyo mtu mwingine aliyekuja hapo ni mwanaume na nilifahamu hilo. Sasa sijui tu ni kwa nini sielewi, lakini sikuwa nimeitegemea kabisa. Kitambaa kikavutwa kutoka usoni kwangu, nami nikatazama hapo mbele na kuthibitisha zaidi sasa kwamba alikuwa ni Festo. Jamaa akana nitazama kwa makini sana. Wanaume wake wakiwa sasa wamesimama pembeni huku akiniangalia pia. Nami nikaangalia chini na kucheka kidogo kwa pumzi. Mwamba alikuwa na bonge moja la mtindo, sio poa. Hii sehemu tuliokuwepo kwa sasa iliongea mengi kuhusu namna ambavyo alikuwa na maisha ghali. Maana sebule ilikuwa pana vibaya mno. Kila kitu kilichokuwemo kikiwa cha gharama na kupangwa vyema. Yaani ni kama hakukuwa na utofauti wowote na mpangilio wa vyumba vya mahoteli makubwa makubwa huko. Lakini hii haikuwa hotel, ilikuwa ni nyumba kabisa. Pana kinoma yani. Sijui hata nielezeje msikilizaji. Huenda ilikuwa ni ya kununua ama alijenga mahali fulani. Na inaonekana ni sehemu ambayo hakutaka wengine waijue. Ndio maana mpaka nikaletwa macho akiwa yamefunikwa. Nikamwangalia tena. Alikuwa amevaa t-shirt laini la mikono mirefu, zile za kuvutika kama michezo tu, pamoja na suruali ya aina hiyo hiyo, kuonyesha alikuwa katika hali ya kupumzika tu hapa kwake. Mikono ikiwa mifukoni, aliendelea kuniangalia kwa makini wa kawaida tu, kama vile yani anasubiria niseme kitu fulani. Lakini mimi nikatulia tu na kuendelea kumtazama pia. Hatimaye akanisemesha kwa kusema kwamba vipi? Fresh tu. Natumaini sija kushtua sana, si ndio? Hapana. Kushtuka sio neno ninaloweza kutumia. Labda tu niseme kwamba sikutegemea. Nilimwambia hivyo. Yule jamaa ambaye ndio alinitoa kule Masai kwa kunitishia kuniua, akaanza kusema kwamba cheki hayo macho ya pombe. Nimemkuta na jimama pale Masai, alikuwa ndo yuko busy kwenye jamaa. Kabla hajamaliza Festo akasema kwamba wewe sijakuuliza. Festo akamkatisha kwa kusema hivyo. Jamaa akatulia. Sasa nikamuuliza Festo kwamba kwa nini haya yote? Jamaa akaniuliza nini? Una namba yangu. Kama ulitaka tukutane, sungenishtua tu. Sasa kwa kuna haja gani ya mpaka watume warembo zako waje kunibeba? Nikamuuliza hivyo. Festo akatabasamu kiasi. Bouncer mwenye mwili mkubwa zaidi akaninyoshia kidole na kusema kwamba oya, chunga hilo shimo lako dogo, umesikia? Acha usenge, umesikia? Unamuita nani mrembo? Umeshajiangalia kwenye kioo wewe? Basi Bouncer baada ya kusema hivyo, Festo akasema kwamba okay, basi nitamaliza mimi mwenyewe, nendeni mkalale. Festo alimwambia hivyo. Hao wanaume wakaanza kuondoka hapo. Huyo Bouncer akanitazama kwa chuki sana, ni kama vile anataka kunimeza. Na mimi mwenyewe nikamwangalia kwa ujasiri. Alipokuwa tu amenipita, nikakumbuka kitu fulani. Nami nikamgeukia na kusema kwamba oya, simu yangu. Jamaa akasimama na kunigeukia pia, kisha akatoa simu yangu kutoka mfukoni mwa suruali yake na kuninyoshea. Nami nikaichukua huku bado tukiangaliana kiadui. Alikuwa anataka kuondoka nayo, mjinga nini? Akajiunga tena na wenzake kuondoka hapo. Waliondoka kabisa kutoka kwenye hii sebule kuelekea nje. Sio kwamba walielekea vyumbani kulala hapo hapo. Sijui. Kwa hiyo tukatubakia sisi wawili. Nikawa sasa nasikia sauti ya mbwa akibweka kutokea pale pale. Hakupenda wageni wa usiku. So Festo akasema kwamba kumbe na wewe unalo la beberwe. Alikuwa anamaanisha mimi ni jasiri. Nami nikaambia kwamba ndio, ipo. Wanaoniangalia kwa wepesi huwa wanafikiri mimi ni mzembe, ila langu ni zito sana. Jamaa akasema kwa hiyo walipokuchukua haukuogopa kabisa?
Sikuogopa wao, ila nilihofia kile ambacho aliyewatuma alikuwa amewapanga kufanya. Wasingecheza na karata ya kitisho cha kuumiza marafiki zangu, nisingekuwa hapa sasa hivi. Kwa hiyo ungefanyaje yani? Ungepigana nao? Na unajua kwamba ungewashinda ama? Hata kama ningepoteza nikiwa nimejaribu. Mimi huwa siendi chini bila kupambana. Jamaa kanisogelea karibu zaidi. Wewe huoni kwamba bado uko chini? I mean, aliyewatuma hao katumia udhaifu wako kukuleta mpaka huku. Na umekuja kwa sababu ya huo udhaifu. Sasa utatokaje chini kama utaendelea kujiruhusu kuwa na udhaifu? Nilibaki kimya tu. Alikuwa anawaongelea marafiki zangu au watu wote ambao niliwapenda. Na alikuwa sahihi kabisa. Sema hakujua kwamba siku zote kila ambacho kinaonekana kuwa dhaifu kwa mtu ndio kinaweza kuwa kinachompa nguvu. Na mimi bado sikuwa nimeonyesha nguvu yangu iko wapi. Kwa hiyo angekuja tu kuiona. Sasa jamaa akasema kwamba ikiwa utaruhusu udhaifu wako uonekane kila sehemu, itakuwa rahisi kwa maadui zako kukuangamiza. Kwa hiyo ukitaka kutoka chini, utapaswa kuangamiza huo udhaifu wewe mwenyewe. Sijui umenipata? Nilitikisa kichwa kukubali, na mimi nikamwambia kwamba uko sahihi. Sikutaka wale watu waguswe. Ila hiyo sio sababu pekee. Nilikuwa nimeshaelewa kwamba aliyewatuma hao viazi alikuwa ni wa kidiplomasia zaidi. Kwa hiyo kumpa attention ilikuwa ni lazima. Kama angewaambia tu waje na kuniua, huenda ningekuwa nimeshakufa. Basi nimwambie hivyo jamaa, akaendelea tu kuniangalia kwa makini na akauliza kwamba kwa nini unafikiria kwamba naweza kutaka kukuua? Sijui sana kuhusu hilo, ila najua tu bado hauniamini. Kwa sababu yani kwamba umefunikwa macho wakati wa kuja huku, si ndio? Hilo, na pia kwa sababu ulifikiri ningeogopa sana kitu kama hiki. Mimi siogopi, najua mwisho wangu utafika tu, lakini naelewa kwamba anayefikiri ninaogopa, yeye ndio anaweza kawa anaogopa kitu fulani kutoka kwangu mimi. Baada ya kuongea jamaa alicheka kidogo na kurudi nyuma kiasi, kisha akasema kwamba unafurahisha sana. Unayemwongelea yuko mbele yako na hauko sahihi kwa sababu hana lolote la kukugopea wewe. Ila kwenye swala la kuua haupingwi. Nikitaka kukuua nitafanya hivyo ndani ya muda mfupi sana. Lakini kukuua wewe itanipa mimi faida gani sasa? Sijui, labda ili nisije kuharibia CV kwa Miriam. Kwa hiyo unafikiri mimi ndio naogopea hicho kutoka kwako? Nilijibu hivyo. Nikaangalia chini kwa ufupi tu, kisha nikamtazama. Najua tuko level moja, ila mimi ni mwanaume mwenzako. Nimeshaona wazi kwamba unampenda sana yule mwanamke. Na kama wengi wetu tulivyo, yani hautaki lolote likuharibie pale, so ndio maana najua unafikiri mie kuwa pale inawezeka kutibulia. Lakini mimi sio hivyo kaka. Umeleta hapa kunionya, najua hilo. Lakini nakuhakikishia mimi sitakuwa shida kwako. Pale huwa naenda kwa biashara zingine kabisa. Na hakuna yeyote anayejua kama nina mishi zangu pembeni. Mishi zetu. Nikikutibulia wewe, si nitakuwa najaribia mimi mwenyewe hapa. Alafu kwanza, nani ataniamini hata kama ningesema nini? Kwa hiyo, kwa maneno yote ulioniambia kwamba natakiwa tu kukuamini kwa sababu Beth akakuleta kwetu? Hapana. Kwa sababu unajijua. Wewe ndio una nguvu zaidi yangu. Hata ukiamua kunizingua kama ulivyosema, ni mapema tu. Alafu mimi mwenyewe nina watu wangu wasiojua kuhusu unyama ninaofanya. Naishi nao maisha tofauti kabisa. So lazima nijilinde. Wewe uko juu yangu. Ukiwa salama na mimi nakuwa salama. Kwa nini sasa nikusinichie kwa mtu unemkubali? Alafu kwanza yule dada hata sina mazoea naye kabisa. Nacheka tu na familia yake. Yeye ananionaga kama mtoto. Alafu nije kumwambia sijui eti nini kuhusu wewe. Unafikiri ataamini? Tena kwa jinsi mlivyo. Yaani kwa jinsi mlivyo tight. Haipo ese.
Okay, sawa, nimekuelewa. Nilifikiri umelewa sana, kumbe bado uko active. Hata gari inaweza kuendesha. Jamani, vumwambia hivyo akacheka kidogo. Kisha akaanza kuelekea upande uliokuwa na baa ya vinywaji. Yaani ile baa ya ndani, yenye muundo wa ukweli yani. Nami nikaa nimemuona akivuta chupa nzito yenye pombe iliyoonekana kuwa kali na glasi mbili fupi, kisha akaanza kuzimiminia. Najua kuna vitu ambavyo huyu mwanaume alikuwa anataka kushiriki pamoja nami kwa sehemu hii. Na nilikuwa nimejitahidi kumuonyesha kwamba nina akili nzuri ya kusoma nia za watu pia. Ila kutokea hapo ingenibidi kuwa chonjo zaidi, kwa sababu nilikuwa namwambia masuala ya mimi kutokuwa snitch, huku nikijua nafanya kazi na askari kuzitibua issue zao. Angalau niliweza kufanya mkutano huu uegamie kwenye swala la Miriam tu, ila kwa mengine ambayo yangefuata ningehitaji kuwa makini sana. So ikanibidi nitume ujumbe mfupi kwa Tesha na Ankia upesi kuambia kwamba nilipatwa na dharura, ndio maana niliondoka. Maana baada ya kuiwasha simu, jumbe zao za kuuliza nilikuwa wapi ziliingia, sambamba na za ule mwanamke aliyeitwa Rukia. Ila huyo nikampuzia kwanza. Ilikuwa inaingia saa 7 usiku sasa. Basi Festo akawa amerejea niliposimama, akiwa sasa ameshikilia glasi zenye vileo. Naye akanipa moja huko akisema ya kwamba whisky, vipi ushatumia? Nikaipokea glasi hiyo na kumwambia kwamba nimeshatumia pombe nyingi sana. Jamaa akasema, naona unapenda sana kulewa. Jamaa alivyosema hivyo nikasema kwamba kama unavyojua kilevi ndio biashara inayonyanyua taifa. Kwa hiyo lazima kujua kila ladha yake ili ukiendesha uwe unaelewa nini maana yake. Baada ya kusema hivyo, Festo alicheka. Akasema eti maneno ya msomi. Okay, uko vizuri. Lakini naona kama umelewa wewe. Hebu kaa. Alisema hivyo huku sasa akiketi kwenye sofa pana tu nyuma yake. Nami pia nikakaa na kuendelea kumtazama. Alikuwa amekaa kwa kuegamia na kuitandaza mikono yake, huku glasi ikiwa kiganjani na miguuni akiwa amekunja nne kwa mridhiko. Kwa hiyo niambie, mbali tu na impressive feat ya kuweza kutengeneza cocaine kwa mikono, kwa nini daktari anayefanya kazi Muhimbili aanze kujihusisha na madawa ya kulevya? Naona ushafanya research kunihusu. Au ni story tu mlizokuwa mnapiga na mama zake Miriam? Naweza nikasema tayari nilikuwa nimesha kuchunguza kabla hata hawajaropoka. Ndio maana bado sikuwa nimekutafuta kwa simu, kwa sababu nilitaka nikuelewe kwanza. Ila kuna kitu ambacho kinatia akili yangu duduasha. Inaonekana tu kuwa out of the blue kwamba umeenda likizo Mbagala, siku chache tu ukampata Betha na kuamua nitatengeneza coke, nitajiunga na huyu drag queen pen, tutapanua business. Alafu nini? Happy ever after. No. Mimi nimeshaona una nia nyingine. Niambie. Hebu niambie unachotaka hasa. Unachotaka ni nini kutoka kwa Betha? Jamaa aliuliza hivyo. Msikilizaji, umeona? Msikilizaji, umeona? Umeona? Hapa nilikuwa kwenye jaribio kweli kweli. Na ningehitaji kutumia akili ili kile ambacho ningemwambia kipatane na akili yake kuweza kumshawishi kwamba nampa kweli. Nikaweka uso makini na kushusha whisky kidogo kooni. Kisha kwa utulivu nikasema ya kwamba nia yangu ni ile ile kama ulionayo kwa Miriam. Nampenda Betha. Jamaa alinitazama kwa makini sana. Kwa hiyo uko sahihi. Hasa maisha nilokuwa nayo. Na sikufichi. Sikufikiria ningekuja kujiweka upande huu hata kidogo. Lakini hisia zangu kule mwanamke ndio zikanilazimu nitumie njia yoyote ile ili niweze kumvuta kwangu. Hata kama nikubadili aina maisha yangu kwa ajili yake. Ni kama wewe tu, ni lazima mbele ya Miriam uwe mtu mwingine kabisa ili umvute kwako kwa kutegemea na jinsi alivyo hasa. Na una potential kubwa sana ya kufanikiwa kwenye hilo kwa sababu umeshaelewa akili yake. Kwa hiyo unajua ufanye nini ili ufikie moyo wake. Hata mimi nimefanikiwa kucheza na akili ya Betha, lakini bado ananitumia kama dildo tu.
na ni sawa kwa sababu bado nahitaji kufikia moyo wake kabisa. Kwa hiyo lazima nifanye mambo ambayo yatamfanya anikariri mimi tu. Yaani Ivan. Nilimwambia hayo. Nikamwona akiwa anayafikiria maneno hayo kwa kina. Sidhani kama alikuwa anaona, lakini nilikuwa natumia udhaifu wake ili kujipa nguvu. Lile somo la mwanzoni, na nilikuwa naigiza vizuri sana. Wewe acha tu msikilizaji. Kwa hiyo ndio iko hivyo kaka. Unaweza ukafikiri nazingua tu kwamba wapi huyu dogo amekutwa na jimama huko Masai, kwa hiyo anatema upuzi tu hapa. Ila no. Huo ndio ukweli naojua mimi. Yaani nikikukuta unapewa lap dance na kahaba, hiyo haimaanishi umeacha kumpenda unayempenda kabisa. Uongo. Ni starehe tu. Kuna vitu tu ni lazima mwanaume afanye ili kupata anachotaka. Kama wewe utakuwa malaika mbele ya Miriam, hata mimi nitakuwa shetani mbele ya Betha. Kwa sababu ndio vitu wanavyotaka tuwe ili wafurahi. Simple like that. Jamaa kana tikisa kichwa tu taratibu kama kuonyesha hayo yamemuingia fresh. Kisha kauliza kwamba na kama asipokuja kuthamini upendo wako vipi itakuwaje? Basi kitakachofuata kitakuwa ni kwa wakati huo huo. Kwa sasa mimi naangalia tu kilichopo na jinsi ya kukiboresha ili nifanikiwe. Mbona kama umeshafanikiwa? Kwani haumkuli Betha? Ndio kitu nilichosema kuhusu Rido. Sitaki hivyo tu. Ndio maana nikapambana mpaka akaniona kuwa wa maana kiasi kwenye mipango yake. Na ndio nataka ibaki kuwa hivyo kwa wakati huo ili niendelee kutafuta njia zaidi za kumfanya aje kuniweka hapa. Nilisema hivyo huku sasa nikionyesha moyo. Jamaa akasema kwamba yule mwanamke ni kichaa, utajipa kazi tu. Ya, naelewa kwamba ni kichaa. Ndio maana nimempenda. Kwa hiyo hata kama hiyo kazi itakuwa ni ngumu, najua tu nitaenjoy. Naweza nikasema the crazy things we do for love. Festo alibaki kunitazama tu. Aitulia kidogo, kisha akasema vizuri sana. Itabidi kukubali kwamba sababu yako ni iko sahihi. Na hiyo lover boy bullshit. Okay, inakufaa kwa sababu wewe bado ni mdogo. Na wewe tutasemaje? Hata wewe ni lover boy kwa Miriam. Okay. Kwanza issue yangu na Miriam ni biashara yangu mimi na yeye tu. Nisije kamwe kusikia ama kujua Betha na wengine kati ya walio kwenye business na sisi wanamfahamu. Tutakosana ise. Sawa, ndo shaka. Mimi sio domokaya. So naweza nikasema kwamba nimekusoma. Sawa, vizuri. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Betha anaonesha kukuamini. Ndio maana nikamruhusu akuweke pamoja na sisi. Masuala ya kupendana naye utajua wewe mwenyewe. Mimi ninachotaka ni kila kitu kwenda swift kabisa. Ukianza kushiriki kwenye market yetu, nataka kila kitu kiende vizuri. Unaonekana kuwa mjanja, lakini ukiwa na sisi inabidi ujue jinsi ya kuwa makini. Hautatakiwa kuwa mtu wa kukutwa umelewa tu na kusondekewa kwenye gari bila kuwa na njia za tahadhari na kujilinda. Umenisoma? Ya, kitabu chote kimeeleweka. Nimekielewa kabisa, usijali. Ya, vizuri. Sasa mimi sina mengi. Najua Betha ndo atakuwa mwalimu wako mzuri zaidi wa mambo yetu, ikiwa bado hajaanza kukufundisha. Kwa hiyo piga whisky. Ukitaka kupumzika, panda ngazi, ingia chumba cha pili upande wa kushoto. Uangalie usikojolee mashuka, bado mapya. Jamaa alisema hivyo na kumalizia kileo chake. Nikasema tu ya kwamba kumbe nalala leo hapa. Jamaa akasema inaingia saa 8, kesho mapema napaswa kuondoka. Na nyashi yako itanyofolewa na mbwa ukitoka nje sasa hivi. Kwa hiyo mimi sina mpango wa kukusindikiza. Jamaa alisema hivyo. Nikatabasamu kidogo, kusasa macho yakiwa mazito sana. Nami kwa kujifanya nimepigwa sana na pombe, nikamuuliza kwamba kwa hiyo Miriam vipi, ushaanza kula? Aliweka glasi pembeni
na kujisawazisha vizuri, kisha akasema bado. Nitabasamu tu na kusema kwamba yule dada ni mtata, hapendagi michezo ya kitoto, yani ana like vitu serious sana na maisha. Kwa hiyo koma bana. Nisema hivyo kisha ndo nikamalizia whisky yangu. Akasema kwamba najua yule ndio mwanamke wa kuoa. Sio wa michezo tu, anajali, ni mrembo, msafi, mkarimu, sio binafsi. Yani uko tayari kuweka wanaume pembeni kwanza ili tu ajitoe kwa ajili ya familia yake. Hataki distractions za mapenzi. Kwa hiyo ni mzuri sana. Na ndio anafaa kuwekwa ndani ili ndoa itulie. Japo mwongea pointi nyingi sana kujaribu kunifananisha na wewe kwa kumtumia Miriam. Lakini mimi na wewe ni tofauti sana. Yani mimi sio mtu wa eti kitakachofuata kitakuwa kwa wakati huo. No. Mimi nitafanya lolote lile ili awe wangu kwa muda unaofaa. Maana sitaki kuendelea kujifanya rafiki mwema tu mpaka mwisho. Hata kama ikinibidi niondoe familia yake yote baadaye ili abaki peke yake ndio nimchukue, mimi nitafanya hivyo. Festo alisema hivyo. Maneno hayo ya mwisho kutoka kwa Festo yakanifanya nimwangalie mwanamume huyu kwa makini sana. Yakiwa yameingiza taarifa mbaya sana akilini mwangu, taarifa ambayo kiukweli iliogopesha. Akasimama na kusema kwamba usisahau maelekezo ya kukifikia chumba. Kwa hiyo tutaonana baadaye Loverboy. Kisha akanipita na kuelekea upande uliokuwa na ngazi. Akielekea chumbani nafikiri. Kwa muda mfupi msikilizaji, mimi nikaendelea tu kukaa hapo sofani nikiwa nawaza jinsi ambavyo Hatima hazikutaka kunionyesha huruma, yani hazikutaka kuionyeshea huruma familia yake bibi Miriam hata kidogo. Yani bila yeye kujua, wengi wa watu aliokuwa akiwaona wazuri kwake ndio ambao walikuwa tayari kumuumiza ili tu wapate faida za kibinafsi. Mbaya zaidi, aliyekuwa anayaona haya yote ni mimi hapa, mtu ambaye mwanamke huyo hakumwamini. Angalau kwa yule Joshua ningeweza hata kuungwa mkono na nani? Na Tesha. Lakini Festo, nilikuwa na nini dhidi yake ambacho ningeweza kutumia ili kuishawishi ile familia kwamba hakuwa mzuri kwao? Tena na mimi sasa ningeonekana kuwa ni wale wale tu kwa sababu katika mambo mabaya aliyojihusisha nayo na mimi nilikuwa nimejiweka kwa sasa. Kwa hiyo nisingeweza kuwa na njia za kuwalinda wale watu kutokana na mambo yoyote ambayo mwanamume huyo angepanga kuwafanya endapo kama Miriam angeendelea kumkatalia kufanya mahusiano. Hivi msikilizaji, ni kwa nini ilipaswa kuwa mimi niliyetakiwa kuwajua haya mambo yote, lakini iwe kama nimefungwa mikono kuweza kufanya chochote? Yani kuweza kufanya namna yote ile kuyatatua. Unajua nilikuwa nimeanza kuchoka kwa kweli. Lakini bado tu kulikuwa na hisia zilizonisukuma kutaka kuleta suluhisho kwa sababu sikuweza kujizuia kujali. Nilitakiwa nishughulike na Betha, nimuondoe Joshua. Na sasa tena Festo akawa juu zaidi ya hiyo orodha. I say, yani nipambane na Betha, nipambane na Joshua, ameongezeka Festo. Kwa hiyo nikajikuta tu naangukia hapo sofani kwa sababu ya kichwa kuwa na mvurugano wa hali ya juu. Nami nikabebwa na usingizi kutokana na uchovu mwingi wa kimwili na kiakili niliohisi. Sasa nimekuja kuamka pakiwa pamesha kucha zamani tu. Lakini kwa hapa ingeonekana labda bado ni muda ule tu kutokana na jinsi ambavyo taa zilimulika sana humo ndani, yani muda wote, na kwa sababu fulani mapazia hayakufunguliwa kuruhusu hewa na mwanga wa nje upenye ndani, ila vyoyozi maalum vilitengeneza fresh air. Kwa hiyo nikajitazama kuthibitisha, na ndio bado nilikuwa kwenye sofa. Macho yalichoma kiasi, nami nikaanza sasa kuyafikicha huko sasa nikiwa najinyanyua ili nikae. Mgeni nililala kwenye sofa ndani ya nyumba yenye vyumba kama vyote. Nilikuwa nahisi fukuto la ajabu mwilini, nikiwa nimetokwa jasho lenye kuchukiza, na nilihisi kichefuchefu ambacho kilikuwa kinavuruga kabisa kifua changu na kunitaka nitapike. Yote ni kwa sababu ya kunywa bia nyingi kwa siku ya jana, alafu nikaja kuchanganya na ile whisky baadaye. I say, asante sana Festo. Ile tu ndo nimemwaza Festo. Nikaanza kuangalia mazingira kwenye nyumba hiyo kutokea hapo nilipokuwa nimekaa, na macho yangu yakatulia sehemu ambayo ilikuwa ndio jikoni.
jiko la wazi na pana lenye makolokolo tu kama yote ya kisasa na yaliyopangiliwa vizuri, kukiwa na mwanaume mfupi kiasi aliyekuwa amevalia kwa njia iliyoonyesha kwamba alikuwa mpishi, tena wale mashef wa kuajiriwa waliosomea upishi. Jamaa alikuwa busy kwenye counter sink pana tu akiwa anakatakata nyama na viungo tu vingine ambavyo mimi hata sikuvijua, akiwa sasa anatengeneza vyakula fulani hivi vilivyotoa aroma nzuri sana. Nami nikaamua kuvuta simu yangu ili nitazame muda. Nilishangaa kukuta ni saa 6 mchana, siku ya Ijumaa. Na watu kama wote walikuwa wamenitafuta aidha kwa kunipigia ama kutuma ujumbe. Sasa mimi sikuamini kama nilikuwa nimepitisha usingizi mrefu namna hiyo. Ila nadhani ni kwa sababu ya kunywa sana siku ya jana. Sasa nikaona ngoja niweke simu pembeni ili kwanza nikashughulike na hiki kichefuchefu nilichokuwa nakihisi. Nami nikasimama na kuanza kwenda pale kwa chef. Alikuwa ni mweusi, mwenye sura makini sana ya mtu anayejua yani kila anachokifanya. Nami nikamsalimia kisarabu tu, akaitikia vizuri, na kabla hata sijamuuliza akasema ya kwamba boss alikuwa ameshaenda kazini na alimwambia kwamba nikiamka nipate msosi mzuri kisha nikae kusubiri mtu ambaye angekuja kunichukua kutoka hapa ili ndio niondoke. Kwa hiyo nilimjibu tu kwamba asante, ila nilichokuwa na hitaji kwa sasa ni maji ya kunywa baridi sana. Basi ndo akanionyesha friji ilipokuwa, nikaenda hapo na kuchukua maji. Nikibeba jagi kabisa, kisha nikarudi kwenye sofa kuchukua simu na kuanza kuelekea kwenye ngazi. Nikaenda mpaka kwenye chumba ambacho Festo alinielekeza ile usiku. Kikiwa ni kipana tu na kisafi cha wageni, na inaonekana hata kitanda hakikuwahi kuguswa na mtu yote ule. Nikaweka simu pembeni na kuanza kunywa maji sasa. Shusha kudadeki. Ikawa kama nimekiumua kichefuchefu, maana ndio kikaongezeka zaidi. Nikaliwahi bafu, nami nimeifikia tu ile siti ya choo cha kukaa. Nikainama kiasi na kuanza kuondoa uchafu. Nijisikia vibaya sana, lakini nikaona ngoja niongeze maji tena kwenye mfumo wangu na kujitapisha kwa mara nyingine. Kisha ndo nikapata weni. Uzuri kichwa hakikuuma, kwa hiyo nikavua nguo zangu na kuanza kujisafisha kabisa kwa kuoga na kupiga mswaki. Nilitumia mswaki wa wageni humo ndani, nikiombea chef asiwe amewahi kuutumia. Baada ya hayo yote, kwanza niliona ngoja nielekee kitandani na kujitupia hapo kidogo ili sasa nijisikilizie vizuri. Nikaona kuna kiyoyozi cha umeme juu ukutani, nami nikaamua sasa kunyanyuka ili sasa kwenda kukiwasha. Nikarudi kitandani tena nikiwa sasa nimeichukua simu. Na kaupepo kakiwa sasa kananiliwaza, ndo nikaamua kuzipitia message zote zilizoingia. Kwanza waliokuwa wamenipigia walikuwa ni wengi sana, lakini kwenye upande wa ujumbe walinitumia wale waliokuwa na uvutano nami zaidi, yani wanawake. Kuna Ankia, kuna Latifa, kuna Soraya, kuna Hadija, kuna Ipsam, kuna Rukia na wengine niliokuwa nafahamiana nao kitambo. Wote walikuwa wameniachia SMS. Lakini baada ya kuona yule dada yake Joy aliyeitwa Adelina ametuma ujumbe pia, nikawa nimekumbuka kitu fulani. Leo ilikuwa ni Ijumaa. Oya. Nilimwahidi mwanamke huyo kwamba ningemsindikiza siku hii ikifika kwenda kule na Chingwea kuiunga mkono familia yake kwa ajili ya ujenzi wa kaburi la mdogo wake. Na jumbe zake zilikuwa kadhaa kutokea asubuhi akiniuliza kama nitaenda, ikiwa niko busy au nimetingwa sana. So mpaka kufikia saa 5 ambayo akawa ametuma ujumbe kwamba yeye amesha kwenda na Mungu akipenda tungeonana. Daisi nijisikia vibaya wa mwanangu, nijisikia vibaya kinoma sana. Na alivyokuwa mstaarabu wa maskini, nikawa hadi nashindwa yani sijui nimtumie maneno gani. Nami nikaangalia jumbe za Ankia kukuta naye ameniambia kuhusu hilo swala. Yeye mwenyewe alikuwa ameshasahau, maana hakuwa amewasiliana na Adelina tokea ile siku ameenda pale kwake kumtembelea. Ila ndo alipopigiwa simu asubuhi akajitahidi tu kujiandaa na kuondoa harufu za pombe. Kwa hiyo sasa walikuwa pamoja kuelekea huko na rafiki yake. Alikuwa amenitafuta sana pia asubuhi kwa kupiga, lakini mimi ndio hivyo sikuwa na habari. Kwa hiyo nikaamua tu kumtumia ujumbe Adelina na kumuomba samahani kwa kusema nilipatwa na hitilafu kidogo iliyosababisha nikashindwa kuijali hata simu.
nami nikamwahidi kwamba tutajenga zaidi wakishafika huko ama wakirudi. So baada ya hapo nikawapitia wengine pia, nikiona wazi namna ambavyo yule Hadija ndio alikuwa amenipigia mara nyingi zaidi, lakini hakukuwa na simu wala ujumbe wote ule kutoka kwa Madam Betha. Sijui alikuwa amejichimbia wapi au alikuwa amenichunia. Nikaamua kumpigia mara 2, kimya. Ya 3 ndo akapokea. Akauliza nasemaje, nami nikamwambia kwamba nimemisi. Nikasikia akisonya kidogo na kusema kwamba angenitafuta baadaye maana sasa hivi yuko busy. Nami nikamwambia sawa. So nikajikuta nacheka kidogo, kupata ile aweni kwamba hakukuwa na noma kwa upande huo. Nami nikaona sasa ndio ungekuwa muda mzuri kwenda kule, maana kifua kilikuwa kimeanza kutulia na njaa ilikuwa imenikamata kweli kweli. Mimi sikuwa nimekula tena tokea asubuhi ya jana nilipokula chapati 2 kwa Nkia. Sikusahau, na labda ndio maana uchovu ulipita ule wa kawaida jana. Na sasa nikawa nahisi mwili unarusha tu damu kwa ndani. Nikavaa nguo zangu tena na nilikuwa na uhitaji wa kubadili haya mavazi kwa sababu hayakunukia ile mimi nzuri tena. Kwa hiyo nikaenda pale sebleni na kukuta chef akiwa sasa amekaa kwenye kiti kirefu cha plastiki usawa wa ile baa ya vinywaji huku akitumia simu yake. Na aliponiona akashuka na kusimama kwa attention, yani ile ya yani kama yule mtu unayemuonaga mstalini pale. Nikamkaribia na kumwambia kwamba ajiachie tu. Mimi sikuwa bosi wake bwana, ila nilikuwa na njaa kali. Akasema nielekea upande wa meza chakula, kila kitu kilikuwa pale na yangi nihudumia. Nami nikafikicha viganja vyangu na kwenda upande huo. Nikakaa kitini, meza ikiwa na vyombo kama hotpot, masani, vijiko, chupa za chai, bakuli lenye matunda. Na chef akaja na kuanza kuniambia kuna hiki na kile. Nichague nataka nini, halafu nipakulie. Maisha haya. Tena kwa msoto wa kuuza madawa ya kulevya jamani. Mimi nilitaka kula kila kitu, kasoro maini tu. Kwa hiyo nikamwambia aniwekee kila kitu kimoja tu, na akafanya hivyo. Kwa hiyo ikawa ni hivi, half cake moja, kipande kimoja cha mkate, yani cha mkate msito, kuna sausage moja, kipande cha nyama ya kuku, supu ya ng'ombe na kipande kimoja cha kimoja cha matunda. So nilikula. Chef alikuwa amesimama pembeni, eti akitakiwa kusimama tu mpaka nimalize kule. Nikamwambia kwamba hebu acha ujinga, akae ili tule wote. Alikuwa anafuata kila kitu ambacho wanakiita protocol, eti utaratibu. Nikamwonyesha urafiki tu na kumfanya jiachie pia. Nasi tukawa tunakula tu huku tunapiga story. Nikamuuliza kwamba mimi ni rafiki yake bosi wake na ndio nilikuwa nimekuja kumtembelea hiyo jana. Akasema aliambiwa hivyo pia na bosi wake kwamba mimi ni mgeni wa muhimu sana, kwa hiyo anitengenezea chakula kizuri na kunionyesha heshima. Hivyo akutegemea kwamba ningekuwa na ukarimu wa kumkaribisha ale pamoja nami, maana alijua mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana. Kwa hiyo akaniambia kwamba yeye hakuishi hapo, bali alikuwa kikazi kwa ratiba na kila baada ya kumaliza kazi yake angeondoka kabla ya saa 1 kuingia. Ni mara chache angeonana na bosi wake, yani hasa kama angekuwa ameshinda tu nyumbani ama kama akileta watu fulani kwa ajili ya party. Na akasema hajui kwa nini, lakini alikuwa anamuogopa kweli bosi wake. Sasa mimi nikaona kwamba mwanamume huyu alikuwa ni mzuri tu. Nami nikamwambia kwamba ajitahidi tu kufanya kazi yake bila kujiingiza kwenye mambo yasiyomhusu. Na angekuja kamwe kuona, yani asingekuja kamwe kuona kwamba bosi wake ni mbaya. Kuhusu kulifanyia jengo hili usafi, akasema walikuwa wanakuja wafanyakazi wengine pia kwa ratiba kama yetu. Kulikuwa kuna mlinzi maalum hapo nje ambaye ndiye alishughulika na ule mbwa mkali pia. Kwa hiyo kabla ya hawa watu kuingia au kuondoka hapa, walitakiwa kumjulisha ili amfungie kwanza kuepuka ajali zozote za kung'atwa. Sasa ndio nikawa nimetambua kutoka kwa mwanamume huyu kwamba jengo hili lilikuwa kwenye eneo linalojulikana kama Mbezi Beach. Chef hakujua kama sikufahamu kuhusu hilo. Kwa hiyo nikawa nimemwambia iwe siri yetu tu kwamba tulikula pamoja na kuzungumza. Pia endapo kama bosi wake angekuja kumuuliza, amwambie hivyo kwamba yani amwambie kwamba ni taratibu zilifuatwa kama kawaida. Asimueleze kwamba tulikula pamoja na kuzungumza yote. Kwa chef akakubali. Tukiwa tunaenda kumaliza mlo, yule Hadija akawa amenipigia kwa mara nyingine. Mwanamke alikuwa anamchecheta huyo. Yani hata Ibsa mwenyewe sikuwa nimetoka naye bado, ingawa alikuwa ni mzuri kweli kweli, lakini yeye hakuwa kinganizi kama huyo Hadija. Ila nikaona ngoja nimtolee uvivu kwa kuwa sasa hivi mwili ulikuwa unarudisha nguvu.
Kwa hiyo nikapokea na kumsikiliza. Alikuwa anataka tukutane leo kwa sababu siku ya leo hakuwa amebanwa kwa lolote lile, na mume wake alikuwa na mambo mengine mpaka usiku mno. Alienda mbali mpaka kusema alikuwa ameniota kabisa na alijisikia vibaya sana kutokunipata kuanzia wakati niliompa namba mpaka sasa. Nikamjibu tu kwamba nilitingwa tu, lakini sikuwa nimemsahau. Sasa alikuwa anataka tukutane leo yani, kwa udi na uvumba, maana eti Joshua alikuwa anamuonea sana. Nilikuwa namsikiliza tu mwanamke. Yaani alikuwa ni mwongeaji aliyejua kupamba maneno yake ili tu apate alichokitaka, na ili kuondoa kero nikamwambia sawa. Kama anakitaka sana basi atafute sehemu nzuri, sio ya kizushi. Ndio tukutane hapo ili tufanye alichokitaka. Akasema haina shida. Yaani muda wote kutokea sasa likamilisha hilo. Na angekuwa amefika Mbagara kutokea Uhasibu alipokuwa na biashara zake. Kwa hiyo mimi nijiandae tu kukutana naye sehemu atakayonielekeza. Alikuwa ni muongo. Dakika 2 tu nyuma alikuwa amesema hajabanwa kwa lolote. Eti sasa hivi tena akawa ameshafika na Uhasibu. Nikasema poa tu, nikamkatia simu. Kisha ndo nikaenda zangu sasa kusafisha mikono pamoja na nini na mdomo. Mimi sikuwa hata nikimaanisha kile ambacho nilimwambia mwanamke. Yaani basi tu. Kama mambo mengi ya upande wangu yasingeeleweka, yani hata kama angefanya nini baadaye nisingeenda kukutana naye. Unajua nilikuwa nahitaji muda kutuliza haka kama mashine. Maana sio kila siku tu kulima tu wanawake jamani. Basi shefu akasafisha meza. Mimi hapo nikiwa sasa nimeshamaliza usafi na kwenda kukaa sofani. Kisha nikaingia mitandaoni kuangalia nini kipya. Shefu akaja mpaka sofani na kukaa. Akiniuliza ikiwa ningependa kuitiwa usafiri sasa. Nami nikaona niuliza amemaanisha nini. Ndio akawa ameniambia kwamba bosi wake alimpa maagizo kuwa nikimaliza tu kula ndio tumie taarifa kuwa mgeni kashakula ili Festo atume sasa majambazi wake waje kunifuata. Nikaanza kwa ufupi, kisha nikamwambia atulie kwanza tupumzike kidogo. Nikamwomba nisimulie kuhusu maisha yake na familia kama alikuwa nayo. Naye akafurahia kufanya hivyo. Nilikuwa tunataka nile muda zaidi hapa, maana hii nyumba ilikuwa nzuri balaa. Na baada ya kuona kuna naniza hapo za kuchezea game iliyokuwa imeunganishwa kwenye flat screen kubwa upande mwingine wa sebule hiyo, nikapata wazo la kucheza game pia. Basi nikamuuliza chef ambaye sasa kwa wakati huu nilikuwa nimeshafahamu kwamba aliitwa Saidi, ikiwa kama alijua kucheza, naye akasema aliwahi kucheza PS zamani lakini hajui sana ikiwa angeweza kwa sasa hivi. Basi nikamshawishi kwenda upande huo na kuwasha hilo TV kubwa kama dirisha, kisha tukawasha na hiyo deck ya game na kushika padi. Nilikuwa nimemisi kitu na nilijua hii ingekuwa sehemu ya kutafuta uchangamfu zaidi ili ule utulivu wa kiakili niliohitaji niweze kupata pia. Basi tukaanza kucheza mpira. Kucheza mpira hao katuni wafanana kweli kweli wakina Messi na Ronaldo. Hadi eti ile waliweza kufanya kama Ronaldo. Chef Saidi alipata shida kucheza mwanzoni, lakini nikaendelea kumfundisha mpaka na yeye sasa akaanza kujitahidi kunifunga. Nijikuta nafurahia sana wakati huu mzuri pamoja na huyu baba, na masaa yakazidi kwenda nikiwa hapo kwa nani? Kwa Festo. So tuliendelea kucheza game mpaka kufikia saa 11. Yaani chef alipenda sana hii kitu mpaka akawa sasa amejisahau. Sindo akapigiwa na bosi Festo sasa kuulizwa nini kilikuwa kinaendelea. Akaanza kupaniki, lakini nikamtuliza nikamwambia kwamba aseme mimi nilitaka kupumzika zaidi, kwa hiyo bado nilikuwa hapa. Naye chef akamwambia hivyo Festo. Jamaa alikuwa na mambo mengi huko inaonekana. Kwa hiyo akawa sasa amemwambia chef kwamba aniambie kwamba ameshawatuma watu wake waje na kunipeleka nilipoishi. Naye chef akakubali kufanya hivyo. Baada ya bosi kukata simu, Saidi akaeleza namna ambavyo kweli alikuwa amefurahia uwepo wangu hapa mpaka akawa sasa amesahau protocol. Nikamwambia siwaze, na endapo kama akipenda tuwe marafiki nje ya kazi yake basi tuachiane namba ili ikiwezekana tuje kufurahia pindi tutakapokutana kwa mara nyingine. Mimi nilipendezwa naye kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu sana huyu baba. Kwa hiyo akanipatia namba yake, kisha akaanza kuhakikisha kila kitu kinarudia mpangilio wake mzuri sehemu hiyo. Haikuchukua muda mrefu sana na Chef Saidi akawa sasa akawa amepigiwa simu na mlinzi pale nje kuambiwa kwamba gari lilikuwa nje likinisubiria mgeni. Sijui kwa nini tu, ingawa huyo Festo alikuwa na namba yangu, hakuwa akinitumia jumbe za kunijulisha chochote kile. Lakini na mimi niliona ngoja niendelee kukausha tu. Nisingejihangaisha hata kumtumia salamu yani.
Kwa hiyo baada ya Saidi kuniambia kuhusu kusubiriwa na gari huko nje na yule mbwa kufungiwa, nikawa sasa nimeenda kule chumbani kuvaa viatu vyangu na kuhakikisha kwamba nimejiweka sawa kimuonekano. Kisha ndo nikatoka hapo na kumwaga mpishi huyo mwenye heshima zake, lakini akaona nisindikize kabisa kuelekea nje, nasi tukaenda kusasa nikiangalia uzuri wa nyumba hii. Zamu hii nisingefunikwa macho kwa kitambaa wala nini, kwa hiyo labda Festo tu alikuwa ameanza kuniamini. Na ilikuwa ni bonge moja la jumba, ikionekana kuwa ya kununua. Uwanja hapo nje ukiwa na mazingira safi pamoja na magari mawili ya kifahari tofauti kabisa na lile la Kruger ambalo Festo ndio alipenda kutumia alipotembelea sehemu kadhaa kama pale kwa kina Miriam. Hiyo ilionyesha kwamba jamaa alificha kiasi upande huu wa maisha yake kwa watu wengi ambao hakutaka waujue. Na inawezekana alikuwa na sehemu nyingine ya kukaa ambayo ingemfanya aonekane kuwa wa maisha ya kawaida tu. Kila mtu mwenye figisu ana njia zake za kujilinda. Na huyu Festo alionekana kuwa makini kweli kweli. Kwa hiyo nikawa sasa nimetolewa mpaka nje ya geti na kukuta Subaru Forester nyeusi tu ikiwa hapo. Sijui ikiwa ni Uber, I don't know. Nami ndo nikampungia mkono wa kuaga Chef Saidi na kuingia siti za nyuma. Alipenda sana kuonekana kuwa rafiki yangu. Nikiwa ndani ya gari sasa, nikamtazama dereva na kuona alikuwa mwanaume mgeni kabisa kwangu. Nami nikamsalimu kwa utulivu, akaitika vizuri na kuniambia amepewa maagizo ya kunipeleka Mbagala, ila tukifika huko nianze kumuelekeza mpaka kufikia mahali ambapo nilitakiwa kushuka. Basi mimi nikakubali, nikiwa sasa nimetambua kwamba huyu hakuwa kama wale majambazi ambao walimfuata mpaka Masai kabisa. Lakini huwezi kuwa na uhakika siku zote msikilizaji, si ndio? Basi bwana, gari likaanza kutembea. Tulipita maeneo nisiyoyafahamu, ila kutokea Kawe pale kuelekea Mbagala sikuwa mgeni sana. Hadija sasa alianza kupiga simu. Yaani kutokea Moroko mpaka tumefika Rangi Tatu, mwanamke alikuwa amepiga mara 17 na zote sikupokea. Nilikuwa nahisi kero tu. Si unajua tena taratibu za simu wanasema kwamba ili usiwe kero kwa mtu kwenye kupiga simu, piga simu mara moja tu. Ikizidi sana, piga mara 2 basi. Kama hajapokea, kama ilikuwa ni jambo la kuzungumza, subiri akupigie. Kama ilikuwa ni jambo ambalo unaweza kumtumia tu jumbe mfupi, basi unaweza kumtumia. Kama ambavyo alifanya dadake Joyce Umone, alipiga lakini baada hapo akatuma tu ujumbe kuna 1 2 3. So hivyo, lakini kitendo cha wewe kufululiza kupiga simu nyingi kinakuwa ni kero kwa mtu na unakuwa umejishushia hadhi. Umeelewa Kwa hiyo kwangu huyu niliona kama ilikuwa ni kero. Yaani niliona wazi kwamba alikuwa ameanza kuniganda mno. Paka nikawaza sijui nimpige bloku. Angalau hakuendelea kupiga tena mpaka nilipofika Mzinga. Nami nikamwambia dereva anishushie hapo hapo. Sikutaka nipeleke mpaka pale kwa Kinankia. Nikashuka, giza la saa 1 likiwa sasa limeanza kuingia, nami mdogo mdogo nikatembea mpaka kufika kwenye maskani yangu ya hii likizo. Sikuwa naziacha funguo za ziada alizonipatia Nkia, na hapa nilikuwa nazo. Kwa hiyo nilipofika tu nikafungua geti na kuelekea ndani. Nilikuwa nimeona gari la Miriam likiwa hapo kwake kwa nje, kumaanisha mwanamke huyu alikuwepo. Kwa hiyo hata wazo la kusema kwamba niwapigie mama wakubwa kuuliza hali ya Mariam, nikaona hebu ngoja kwanza nitulize mshono. Kwa muda huu sikuhitaji misongo, lakini kuwa tu karibu na kwao hakungeiondoa. Yaani kwa mambo mengi akili yangu ilikuwa kwao tu. Ningefanyaje? Nikabadili mavazi na kwenda tu sebuleni kukaa, ikiwa ni saa 1 yenyewe sasa. Na ile tu nataka kumtafuta Adelina ili sasa kutuma salamu tena, simu ikaanza kuita. Nani anapiga? Hadija. I say. Najua asingeacha kupiga kabisa huyu mwanamke. Hivyo nikapokea ili nimwambie mambo yamenibana, kwa hiyo sitaweza kwenda. Kabla sijaongea, kutokea upande wa pili akasema ya kwamba jamani wewe na yaani mimi nakupigia upokee kweli. Wewe unajua mimi nimeshapangilia kila kitu hapa. Kwa nini unanifanyia hivyo? Nilitulia kidogo, kisha nikamuuliza umepangilia nini? Mimi nimetafuta sehemu nzuri kama ulivyotaka, tokea saa 10 jamani na kupigia hata upokee kweli. Ndio ni kweli nilikuwa busy. Sasa ungeniambia, mbona kama unajisikia sana? Sasa kama umeanza kufikia huko kata simu. Mimi sijaongea vibaya, na maanisha tu nimefanya kama ulivyoniambia. Sasa nimekupigia kweli, hata ni ukao jamani upokee. Hata kama ingekuwa ni wewe jamani, ungejisikia vizuri kweli Anyway, nisamee, mimi nakuomba uje. Wewe uko wapi? Sasa hivi niko hapa, nimesogea hapa Rangi Tatu. Nimeingia hapa highway na kusubiri. Si unapajua? Sipajui bwana.
Basi wewe njoo tu hata na bodaboda, mwambie akulete highway. Atakuleta. Hadija, naomba nisikilize kwa makini. Mimi sina hela, sawa Kama unafanya hayo yote ukitarajia kupata pesa, na kuambia mapema kabisa, mimi sina hela. Kwani mimi nikwambia nataka hela? Mimi nataka uje, mimi nakutaka tu wewe kaka jamani. Bwache hizo basi wewe naye jamani. Hela mimi ninayo, nalipia kila kitu, wewe njoo. Kwa hiyo nikitaka bia 40 utaninunulia? Hata 80 wewe njoo bwana. Umeshaanza kunywa wewe, si ndio? Maana naona kama unaongea tu. Bwana mimi nataka uje, kama bia utakunywa, na kama unaumwa nitakuponya. Usinifanyie basi uzushi jamani. Uliniahidi mwenyewe, njoo basi bwana. Kama kwani kuna kazi gani huko ambayo unaifanya sasa hivi? Hamna kazi yoyote. Sasa uje, mimi niko free sana jamani leo. Njoo basi tupeane hata love baby, njoo bwana. Mimi nitakupa vyote. Nimeshakuwa baby. Ndio. Wewe ni mpenzi wangu, njoo bwana nikufurahishe bwana. Basi njoo jamani, mbona unakuwa hivyo? Haya nakuja. Sawa, si uko hii Mbagala sasa hivi? Niko home kabisa. Sawa, wewe njoo. Wewe chukua tu bodaboda kutokea hapo Mzinga ikulete mpaka hapa. Mimi nitalipia. Mbona unaishawishi sana? Jamani, si unajua kuna swala la muda jamani. Si umesema uko free? Ila ndo mpaka saa 6 tu. Na mimi mpo natakiwa kurudi nyumbani. Nijali tu wangu. Okay, nipe dakika 10. Tutakuwa nimeshafika hapo. Nilisema hivyo na kukata simu. Nilikuwa nimefikiria kumzingua huyu mwanamke, lakini sasa nikawa nimeamua kwenda ili tu kujiridhisha kidogo. Na sikumwamini. Ikiwa alitaka tuingiliane kimwili, ningefanya kitu ambacho sikupendelea kabisa kufanya, pamoja na kuwa daktari na mengine mengi tu. Yaani kutumia mpira wa kinga. Nitaka tu kumtumia huyu mwanamke kwa ajili ya jambo lingine. Na kama ningekuwa kwenye mstari sahihi kufanya hivi, basi haya yote yalikuwa na faida kuyafanya hata kama sikuyaridhia sana. Na hata hivyo nilikuwa tu na uhitaji wa kuondoka tena ili kuyaweka pembeni kwanza haya mazingira yaliyokuwa na lazimu kumwaza tu Mariam na dada yake. Kwa hiyo nikatoka hapo sebeni na kwenda chumbani kuvaa kimtoko zaidi. Nikapulizia manukato yangu kisha nikaondoka kwa mara nyingine tena. Sikugeuka nyuma yani. Sasa nikiwa nimefika hapo highway baada ya dakika chache tu kutokea Mzinga na nilikuwa na bodaboda, sikuwa nimesahau kuhusu kuchukua kinga. Nilinunua chache dukani kabla ya kuja huku. Hii highway ilikuwa ni kambi ya starehe na vinywaji kama Masai tu, lakini yenyewe ilikuwa pana zaidi na yenye mtindo maalum kikazi. Na maanisha yani hata wahudumu walivaa kwa sare za black and white kabisa, kitu ambacho Charlie Gonga alikuwa amefeli kuwafanyia waliopendezesha baa yake huko nilikotoka. Angalau hapa kulikuwa na kale kamvuto zaidi, yani watu walioingia wangejiona labda hata wako kitambaa cheupe, ila sio kwamba eti ilikuwa nzuri kivile. Kwa hiyo nilipokuwa nimefika tu, ikiwa ndio inaelekea kuingia saa 2, nilimpigia huyo Hadija, naye akaja mpaka upande uliokuwa na Shelly, si mbali sana na hiyo sehemu. Ikiwa ndio nilishukia hapo, alikuwa amevaa kigauni kifupi cheusi kilichoacha mapaja yake wazi kiasi, yani si mbali kutokea magotini, na kiliubana mwili wake kuchoresha umbo matata iliyokuwa nalo na kufanya awe kivutio cha macho. Tayari tu mimi mwenyewe nilikuwa natazamwa sana hapo nilipokuwa nimesimama. Kwa hiyo huyu mwanamke alipofika karibu na mimi, ndio karibia kila mtu aliyepita ama kusimama hapo nje akawa sasa anatuangalia. Hadija alikuwa amevaa kwa kujiachia sana wakati huo. Yaani nilitambua kuwa hakuwa amevaa ile nini mnaita nini? Sidiria ama ile nguo ya ndani hakuwa amevaa kabisa. Na ukuta hata kama amevaa basi ilikuwa ni ya aina ya ile nini ya kamba ile. Kwa hiyo sehemu ya nyashi yote ikamebakia empty. Kwa hiyo alipotembea yani huko nyuma ni ilikuwa ni kufujo tu, yani Mombasa, Dar es Salaam, Mombasa, Nairobi. Na alionekana kupenda zile fujo sana huyo mtu. Ndio maana nikasa mimi najiuliza ni kwa kipi ambacho mume wake angekuwa anakikosa hapa mpaka kumonea. Na mwanamke naye aamue kuchepuka. Ila mimi sikujali sana kuhusu hayo. Nilichojali zaidi sasa ikawa ni kwamba baada ya kumuona namna hiyo, mtu hata kutaka kutembea naye ikawa ile astaki nataka. Alijichoresha mno. Sio kwamba eti kulikuwa na uajabu sana kutokana na jinsi alivyojiweka wakati huu, ila tu kwa sababu ilikuwa ni yeye, yani sijisema kwa ufupi sikupenda. Na hata zaidi alipokuwa amenifikia karibu akanikumbatia ile eti sasa ni tuchorwe vizuri sasa na watu wote. Harufu ya pombe ilikuwa inamtoka vyema mdomoni.
Nikamtoa kwangu taratibu na kumtazama kwa makini, huku jicho lake yani lege kiasi likinitazama kimapenzi kabisa. Ndio nikamwambia ya kwamba amependeza. Alicheka kidogo na kuuliza bodaboda aliyenileta yuko wapi ili amlipe, nami nikamwambia tayari alikuwa ameshaondoka kwa kuwa nilijilipia mwenyewe. Akasema yani najua kweli kuzungusha, ila tutumie muda vizuri maana saa 2 inaingia. Kwa hiyo akanishika mkononi na kuanza kuelekea kule kwenye baa, akitembea nami kwa karibu sana. Aliona jinsi ambavyo sikuwa mtu wa kucheka sana na watu, maana tulipokuwa tumeingia kule ndani kuna wale waliokuwa wakishoboka kiasi na yeye kusimama kuwasemesha, ila mimi hata sikusimama kumsubiri. Mpaka akanifuata na kuniuliza mbona namwacha kama vile niko kivyangu. Ndivyo nikamwambia kwamba mimi sishobokagi na watu. Akitaka kuongea na mtu akatazwi, ila sio lazima mpaka na mimi nijiunge naye. Kwa kuelewa ajenda yangu vizuri sasa, akawa mpole na kuniongoza mpaka alipokuwa amekaa. Meza pana plastiki, sehemu ya kona hivi iliyojificha kiasi, na hapo walikuwa wamekaa wanawake wengine wawili rika kama la Hadija hivi, pamoja na mwanamume mtu mzima tu. Mkubwa kabisa, yani kutosha kuwa mzazi kwangu yani. Nasi ndio tukakaa hapo. Tukasalimiana vizuri tu, huku sasa nikiona jinsi ambavyo walinitazama kwa hamu. Yani labda nianze kushoboka nao sasa, lakini mimi nikatulia tu na kuweka ubize kwenye simu yangu. Kulikuwa na bia hapo mezani, naye Hadija akawa sasa ananongoneza kimakusudi tu ili tu yani kujionyesha yani. Akiniuliza nataka bia gani, nikamwambia aagize Serengeti Light. Nikiwa makini hapo, basi akatii. Hawa watu tuliokaa nao walikuwa ni washikaji zake Hadija eti. Akiniambia hasa wale wanawake wawili alijuana nao, na ila alipokuwa sasa amekuja hapa kunisubiria akawa amekutana nao. Ila sasa nilijua alikuwa anadanganya tu. Hao walikuwa ni mashoga zake wakipewa bia za ofa na huyo mwanaume mwingine. Na hapa alikuwa amenileta ili sasa kunionyeshea kwao kwamba yuko na mtu mkali sana, si kingine. Hizi akili nazielewa sana. Kwa hiyo nikaletewa bia 3, nami nikamwambia Hadija nataka kuona bia 80 hapo mezani. Akacheka kwa furaha sana na kuanza kunisemesha kwa karibu ili tuonekane wapenzi wa dhati. Na kweli macho ya wengi hayakujizuia kutuangalia. Kulikuwa na sehemu zenye wanawake wakali kupita huyu mwanamke, na wengi waliniangalia sana. Hawa marafiki zake Hadija wakawa sasa wanamtania eti awe mwangalifu asije kuibiwa mtu wake, naye akawa na jinadi kwa kusema kwamba haiwezi tokea maana tunapendana sana. Nilianza kuona kwamba Hadija alikuwa amelewa zaidi, kwa sababu alikuwa ameshaanza kunywa pombe ile mida jioni. So kufikia wakati ambao mimi nikuja hapa, yeye alikuwa ameshalewa sana. Kwa hiyo mpaka namalizia bia zangu 3, yeye pia alikuwa ameongeza na kushusha zingine kooni. So aliongea na marafiki zake kwa kujiachia sana. Kufikia hapo akiwa sasa ameupandisha mguu wake moja juu ya mguu wangu, nami nikawa naona hapa sio. Highway ilikuwa imechangamka, lakini kwa hii kitu niliyokuwa nafanya nilikuwa napata vibes zenye kuboa tu. Hadija akataka sasa kuniongezea bia, lakini nikamzuia. Nikaambia kwamba imeshaingia saa 3, kwa hiyo tuondoke. Naye akakubali. Alifikiri nina hamu sana ya kuondoka hapo pamoja naye ili tukafanye ya kwetu, ila mimi nilikuwa nataka tu nitoke sehemu hii. 1, 2, 3 tukawa nje. Hadija akitembea na mimi huku sasa akiwa alikuwa anatembea na mimi huku sasa akiwa ameshika kiwiko changu na pochi yake, na akionekana wazi kwa yoyote ule kwamba bia imemgonga sana, lakini hakuyumba. Nikamuuliza ni wapi kabisa alipokuwa amepanga twende kwa ajili ya jambo letu, naye akasema angenipeleka, ila tungepaswa kuchukua bodaboda mpaka kufika huko. Alikuwa anataka tupande kwenye bodaboda moja eti, lakini nikamwambia hapana, tupande 2 maana sikupenda kubanana. Kwa sababu fulani alionekana kupenda sana ujeuri niliokuwa namuonyeshea, maana alikuwa akicheka tu kwa kufurahia chochote nilichosema. Nasi tukawa tumepata bodaboda 2 na kupanda. Aliopanda Hadija ndio ikiongoza kuelekea alipotuwekea makazi ya muda. Tukiwa sasa ndio tumeingia barabarani, nikawa nimepigiwa simu na askari Ramadhani. Nami nikakumbuka kwamba nilikuwa na miadi ya kukutana naye leo ili tupange mikakati, lakini na hilo nikawa nimesahau. I say nikapokea, naye alitaka tu kunijulisha kuwa kuna vitu vilimbana sana leo kikazi, ndio maana akakosa muda kunitafuta, ila kama ni sawa basi kesho tutakutana mapema, kwa kuwa ingekuwa ni Jumamosi. Nikamwambia haikuwa na shida kabisa, na ila imekata simu tu ndio bodaboda zikawa zimesimama. Haikuwa mbali sana kama nilivyodhani ingekuwa. Tena hayo maeneo tu ya Rangi Tatu kupita pale Zakem kuelekea sehemu ya kushusha abiria usawa tawi la benki ya KCB.
kisha kukunja kona kuiacha barabara ya lami, na mbele kidogo ndo tukafika jengo pana lenye ghorofa 2. Lingefaa hata kuita hoteli, lakini wamiliki wakaona ni bora zaidi kuita lodge. Eneo hilo lilikuwa na hali ya ugiza, kusiwe na watu wengi sana kuachana na wapita njia. Mafundi wachache tu wa garage walioonekana kwa mbele na daladala kadhaa zilizokuwa zimetulia. Kwa hiyo tuliposhuka, Hadija akalipia usafiri, kisha ndo tukaelekea ndani ya hiyo lodge. Alikuwa amepitisha mkono wake kiunoni kwangu na kutembea nami akilalia begi langu, nami nikawa nimemshikilia begani pia kumuonyeshia support. Tukaingia mpaka mapokezi, na mhudumu aliyekuepo hapo ni mwanamke mtu mzima tu, akawa amempa Hadija funguo ya chumba ambacho tayari mwanamke huyo alikuwa amelipia. Nasi tukaanza kuelekea sehemu yenye ngazi. Tulipanda ngazi na kufikia ghorofa la 2, na ilikuwa ni kama vile hamna watu wengi sana hapa. Ila bila shaka kwa walio kuepo walikuwa vyumbani wakifanya ya kwao, na ilikuwa sehemu nzuri. Hadija alijitahidi of course. Akanifikisha kwenye mlango wa chumba chake, naye akatangulia kuingia, huku sasa nikifuata kwa karibu nyuma yake. Macho yangu akitembea na mdundiko wa nyash. Kama ni kuondoa stress angekuwa amenisaidia sana kwa leo. So chumba kilikuwa ni kizuri, kisafi tu, kitanda kipana, hadi kulikuwa kuna TV ndogo ya flat screen ukutani. Naye Hadija akaenda kitandani na kukaa kwa kujiachia tu, mikono yake ikiupa mwili egemeo, huku sasa alikuwa ananiangalia kwa macho yenye uvutio. Ilikuwa ni ule mtindo kama vile yani anakaribia kulala chali. Kwa na mimi nikaa namwangalia tu, japo mambo alikuwa yameshaanza kuwa mabaya kwangu. Basi akaniambia kwamba nimegaramika kweli kweli kwa ajili yako leo. Nikamwambia umegaramikia shilingi ngapi hapa? Ni kama 50,000 vimenitoka. Na pombe ulikuwa unanunua, kwa hiyo kwanza umetoa pia hela ya pombe sasa. Wewe nina kazi, kwani unaonaje? Naona kama mume wako ndo anagaramia. Ila hii unaweza kuwa umemchomolea tu laki ama umedanga kwingine ili tuweze kuwa hapa. Naidanga naye ni wewe, na sijawahi mimi. Yaani kutoa hela kwa ajili ya mwanaume sijawahi, yaani wewe ndo wa kwanza. Oh kumbe. Njoo hapa bwana. Basi alivyoniita hivyo nikasogea karibu yake, akaniambia kwamba yani una sura nzuri ya mkaka. Oh kumbe mimi nilikuwa sijui. Hata hivyo nimekuelewa sana. Na mume wako je? Mzingwaji tu bwana. Kwenye kipi? Mambo mengi tu. Tunaelewana, sema yeye tatizo lake anagubu sana yule baba jamani. Yaani yeye atoke nje na mawala sawa tu. Alafu mimi hataki nifanye jambo kama hilo. Wanaume wengi wananitaka, na wapotezea, lakini wewe hapana, nimeshindwa kujizuia. Aliongea kwa njia fulani hivi ya madaha. Sasa alitaka kunivuta ili tuanze kufanya maandalizi ya game. Lakini mimi nikataka nimchimbi zaidi kwanza. Kwa hiyo nikaweka mgomo kiasi na kusema kwamba ngoja kwanza, hivi siku ile nimekushika embe lako, si alituona? Alituona. Sasa mbona hata baada ya kuona mimi nimekushika maembe, mbona bado akawa mpole? Pale alikuwa anaigiza tu. Ile familia si unaijua? Kauli yake kanifanya nitambue kwamba huyu mwanamke alielewa mambo mengi sana kuhusiana na familia ya Miriam na mume wake. Nami nikaona ngoja nitikise kichwa kukubali hiyo hoja. Alituona hiyo siku tumerudi nyumbani. Nilisemwa wewe. Acha kabisa. Alinitukana kweli kweli. Ila huwa nikija chini tu baadaye mambo yananyoka. Mwenzako sasa nikafikiri yani sitakuja kukuona tena. Ila Mungu akiwa na mipango yake jamani, basi haipingwi. Alisema hivyo, nikatoa tabasamu hafifu, kisha nikaona ngoja nikoleze mambo. Nikafunua upande wa kushoto wa gauni lake kifuani, na embe lake moja likafichuka. Sasa nikaanza unajua ile maembe yale ambayo vimembe vidogo vile vidogo afu vinakuwa vimeiva. Unajua linavoliwa kanavoliwa kale kaembe sukari kale. Basi bwana. Akaanza kusema kwamba kwanza nimuuliza kwamba kwa hiyo vipi mume wako bado anawamind sana ndugu zake? Akasema wakuda tu. Wewe mwenyewe sijui hata unawasaidia nini, lakini si Miriam amekufukuza juzi tu. Wewe umejuaje? Ya ni kweli kabisa alimfukuza, lakini umejuaje? Mama mkwe mdogo aliniambia jana nilipoenda pale. Hadi na yeye alikuwa haelewi. Kwani ulimfanya nini huyo Miriam? Kuna lolote ambalo ulimfanyia? Hamna hata, ila ni kweli kabisa ni wakuda sana.
nilikuwa namshauri tu alafu eti akanifukuza. Alinikera sana. Huyo mwanamke ndivyo alivyo. Yaani huwa ni hasikiliza, anajionaga na anajua sana. Wote tu ni wajinga tu. Hata usijipendekeze kwao. Kweli kabisa, hawanipi faida yote. Na watakuja kuishia pabaya maana wana viburi mno. Natamani kitu chochote tu nikiwapate tu ili wajifunze. Si ndio maana Joshua yuko hapo? Atawanyoosha tu. Kumbe. Basi itakuwa vizuri. Yaani ningekuwa najua hata nisingempinga jamaa kipindi kile. Basi tu. Mimi alinihadithiaga bwana. Alikuwa karibu kweli kuchukua mali. Ila sasa ni ukamvurugia. Lakini kwambie kitu. Sasa hivi hawatoki. Yaani kipute extra kinawakuta. Utakuja kusikia. Joshua anakuja kivingine au sio? Aswa. Mimi hapo tu ndo huaga na mkubali Joshua. Hatakagi, yani kwanza ni mtu ambaye hatakagi kushia njiani. Yani hakati tamaa. Na hivi anajua kuigiza. Alinipanga fresh kweli kwa ajili ya hii show. Wasubiri tu. Mbona imeshaanza kazi? Huyo mwanamke mbona ataelewa? Ataelewa show, ngoja. Aliongea kwa nyodo za waziwazi. Msikilizaji, nikajikuta naangalia tu pembeni nikiwa nawaza kuhusu taarifa hii. Nikifikiria kuhusu ni nini ambacho kingekuwa kimeanza kufanywa na Joshua dhidi ya familia ile. Msikilizaji, umeona? Nilikuwa sahihi kufikiri huyu mwanamke alijua vitu fulani kuhusu mipango ya mume wake, na hii sasa ingekuwa nafasi nzuri sana ya kujua yote yaliyokuwa yamepangwa ili nitafute njia ya kuyazuia bila kujali kingine. Kwa hiyo sasa mimi nikaanzisha pale mautundu, lakini kabla sijafika mbali zaidi kwenye yale maandalizi bwana, simu yangu sikaanza kuita. Ilikuwa mfukoni. Kwa hiyo nikatoa kiganja changu sehemu ambapo ilikuwa kiganja kikishughulika kwa huyo mwanamke, nikaishika ile simu sasa kujua ni nani amenipigia. Hadija akawa ananiambia kwamba niachane nayo simu, nami nikasema kama isingekuwa mwito kutoka kwa mtu muhimu basi ningeitolea sauti ili tuende tu na mambo yetu. So nilipofanikiwa kuitoa simu nikakuta mpigaji akiwa ni Bizawadi. Nami nikatulia na kuangalia muda kwenye simu. Ilikuwa ni saa 3:30. Nami sasa nikaona ngoja niachane na Hadija kwanza ili sasa nimsikilize mama mkubwa. Nilihisi ilingekuwa swala lililomhusu binti Mariam kama sio tu kwamba alitaka kunisalimia. Hadija akawa sasa ameendelea kujilaza tu niliposema kwamba simu ni ya muhimu sana kupokea. Kisha ndo nikapokea na kuweka sikioni. Hello JC. Hello mrembo wangu za jioni. Sio salama sana baba. Sauti yake ilionekana ni kama imekaa kiwasiwasi yani. Nikamuuliza kwamba kuna tatizo gani mama? Tafadhali hebu naomba uniambie, umemwona Tesha? Tesha leo? Hapana, sijaonana naye. Mungu wangu. Shida nini mama? Tesha ameondoka na mama. Alitakiwa kuja muda sio mrefu ila sasa mpaka sasa hivi hawajarudi. Aise? Tumechanganyikiwa huku JC. Tumemtafuta hapatikani mpaka sasa hivi. Sasa sija atakuwa amempeleka wapi mama? Ina maana Tesha kwanza alikuwa ameondoka naye kwenda wapi? Walitoka. Tesha alikuwa ameenda kufuata kitimoto. Mama akamsindikiza. Walitakiwa kurudi mapema ila wakakawia. Sasa tulikuwa tunampigia simu kumuuliza mbona anachelewa na usiku unaingia. Akawa anasema kwamba mboga bado ni ya kusubiri sana. Sasa imefika mpaka saa 3 tukaanza kumpigia ndo akawa hapatikani kabisa. Mpaka Miriam na Joshua sasa wametoka kwenda kuwatafuta. Pale walipoenda kuchukua nyama hawapo tena. Na mimi bado hajarudi, wanawatafuta. Msikilizaji, kwa maelezo nikakaza ngumi baada ya kusikia hivyo. Nami nikamuuliza kwamba Joshua alikuwa hapo na nyie? Ndio, alikuja kututembelea. JC nakuomba sana tusaidie mwanangu kumpata Tesha. Tuna wasiwasi sana. Yuko na mtoto na sasa hivi ni usiku baba. Nakuomba sana baba. Sawa, usijali mama. Nitaangalia cha kufanya. Nikipata lolote nitakujulisha. Asante sana baba. Basi alishukuru. Simu ikakatwa. Hadija akasema kwamba vipi, huyo atakuwa ni mama mkwe? Nikatazama chini na kusema kwamba ananiambia kwamba Tesha ameondoka na mdogo wake ila mpaka sasa hivi hawajarudi, hapatikani, kwa hiyo wanawatafuta. Nilikwambia. Maneno hayo yakanifanya nimtazame usoni. Naye alikuwa anatabasamu kwa njia iliyoonyesha kwamba hilo ni jambo alilokuwa analielewa vizuri sana. Unamaanisha nini? Kipute extra kinawakuta. Joshua ashafanya kwake. Huyo msichana kabebwa.
Alisema hivyo. Nikajitahidi kuonyesha kwamba hicho alichokisema hakikunishtua, na kwa kumpa kichwa ili sasa funke zaidi nikasema kwamba kumbe ni Joshua. Hey, mambo yuko vizuri. Ndio ile issue ulioniambia eti. Sasa je? Lakini huyu ameniambia kwamba Joshua yupo nao. Sasa kafanyaje hivyo? Wewe nisikilize mimi. Joshua ni ana akili. Joshua ana akili sana. Katuma watu wake, halafu yeye yuko nao pale kwao, kwa hiyo hawezi kujua kama ni yeye. Nimekuambia Joshua anajua kuigiza wewe. Yaani hadi anajifanyaga hadi kwenda hadi kuwatafuta yani. Simuona kama hivyo walivyo sijui wamepotea. Sasa hii ndio atakuwa mstari wa mbele kuwatafuta. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Kwa hiyo wamembeba Mariam. Ili weje sasa? Sisi yako Katahira tu ndio kana kusababisha Joshua asipewe mali yake. Akikaondoa ndio pesa zitaanza kuingia. Tena na zamu hii nitakuwa na mnyonyaka. Simsubiri. Kwa hiyo unajua leo tumwa. Ni huyo tu Yohana rafiki yake. Wengine mimi siwajui. Ndio maana nikwambia leo niko free sana. Joshua alikuwa ameshanipanga mapema. Kwa hiyo yupo huko anawateach tu. Na mimi niko hapa na mchiti. Upo. Kwa hiyo Mariam wamempeleka wapi sasa? Wanaenda kumfanya nini? Watajua wenyewe, wamtupe, wamfukie, wamchinje sawa tu. Hakana faida yoyote yako kajinga. Ila kwa jinsi ambavyo namjua Yohana, lazima watakabaka kwanza mpaka watosheke, afu ndo miamala ianze kuingia. Alisema hivyo na kuanza kucheka. Fikra za mambo aliyoyasema huyu mwanamke zilifanya nihisi kama vile nimepigwa na kitu kizito yani. Nami nikatazama pembeni nikiwa na hofia sana. Nilichoka yani niliwaza namna ambavyo hizi hali ziliendelea kuniweka katikati ya kila jambo lililohitaji suluhisho kwa njia ambayo ilikuwa ni kama vile imepangwa. Mpaka kwa mara nyingine tena nikawa najiuliza kwa nini mimi? Yani kwa nini mimi? Lakini kwa wakati huo nilitakiwa kukazia fikra zaidi juu ya njia ya kuweza kuwa suluhisho ambalo linaweza likahitajika. Ili Mariam asipatwe na maswaibu ambayo watu hawa walimpangia. Angekuwa kwenye hali ipi kwa sasa ule binti? Na tayari hapo umeshasikia amesema kwamba huyo Yohana kabla hawajafanya lolote watahakikisha kwanza wanambaka vya kutosheka, alafu ndo masuala ya pesa yafanyeje? Yazingatiwe. Sasa basi, tukutane sehemu inayofuata msikilizaji kuweza kujua sasa hii mission JC ataicheza vipi? Hii mission itakwendaje? Anyway, yani sielewi yani najitahidi kuvaa kiatu cha JC mimi hapa Lucas Lumbas. Niseme tu hakinitoshi kabisa. Bora hata kingekuwa kikubwa ningepambana nacho hivyo tu kuvaa ili jua lisiupige unyayo wa mguu wangu. Lakini kiatu ni kidogo, mguu wangu ni mkubwa, hakinitoshi. Yani hapa unajigawa vipi yani? Unapambana vipi kuhusiana na hili? Kwa hiyo sehemu itakokuja tutakuja sasa tuone. Je, JC alipambana vipi maskini kuhakikisha kwamba besti yake Tesha anapatikana, lakini pia Mariam maskini asibakwe. Akichelewa tu Joshua hana la kupoteza kwa mdogo wake wa damu. Lakini pia huko kwa mwamba Festo sijui karibu wake na huyu mwamba utakuwa vipi, japo kuna watu wengine mnaanza kufikiria kuhusiana baadaye labda kuja kupendana kati ya JC pamoja na mimi. Ila kwa hii vita iliyopo, kwanza hata JC sidhani kama anahisia na mimi. Sidhani kama anahisia na Miriam. Sidhani. Na hakuna hisia zote kati ya hao wote wawili, hakuna. Kwa hiyo tusitarajie chochote kwa JC na Miriam. Tusitarajie chochote. Niseme tu ulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji na Tontoni. God be with you till we meet again. Tuonane sasa. Je, JC atapambana vipi na hii mission iliyopo mbele yake? Bye bye.